Story yetu ya leo inaanza na couple mbili ambao ni ya bwana Arjun pamoja na mkewe Mira, na walikuwa wanapendana na walikuwa katika penzi zito kulikweli, na walikuwa kwenye party siku ya leo, lakini mwanamke akawa amepokea simu kutoka kwa wakubwa wake wa kazi na akaamua kuondoka na kumwacha mume wake peke yake kwenye party na akawa ameondoka, lakini akiwa barabarani anakutana na watu wabaya, majambazi, vishandu kulikweli, na wakawa wamemshambulia na kutaka kumuumiza, lakini kwa bahati nzuri akawa amefanikiwa kujiokoa. Wanaenda kituo cha polisi, polisi anawaambia bana, inabidi mmiliki chuma mmiliki bastola kwa ajili ya ulinzi wenu binafsi ambao utawalinda na siku inayofuata mshikaji akamwambia hakika nitakutoa out kwa ajili ya kurefresh kidogo, na ilikuwa ni siku ya birthday ya Mira, na mshikaji akaamua kumtoa out kwa ajili ya kwenda kurefresh kutokana na jambo baya ambalo lilikuwa limetoka kuwatokea. Lakini wakiwa katika safari kulikweli, na safari ikawa ndefu, na mshikaji akaamua kutoka na kwenda kuulizia barabara, na waungwana wanamuelekeza barabara, na upande wa binti kuna mshikaji mgeni anakuja anataka kumwambia kitu, lakini binti yetu anafunga vioo kutokana na kwamba ni mgeni na hataki shobo na wageni, na sijui kama yuko sahihi kweli binti. Na safari inaendelea, wakiwa katika safari wanakosa kumgonga na gari binti mmoja ambaye alikuwa anakimbia na kijana mmoja. Basi wanafika katika mgahawa mmoja kwa ajili ya kupumzika. Binti anaamua kuingia chocho na kuanza kupiga mpepe kidogo, lakini akiwa hapa binti ambaye anafahamika kwa jina la Pinki anakuja na kuanza kumuomba msaada, anamwambia dada nisaidie bwana na matatizo na nini. Binti anamkataa kimtindo na kuamua kuondoka anaenda kwa mpenzi wake, na wakiwa hapa wanajadili mambo mawili matatu, wanasikia kuna bonge la vurugu, na walienda pale wakakuta kuna noma, na mshikaji mmoja alikuwa anatembezewa kichapo pamoja na binti anayefahamika kwa jina la Mila. Mshikaji anafika na kuulizia bana imekuaje, na anatembezewa kichapo na mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Satibari, na wanawasha gari na kuondoka kulikweli. Safari inaendelea, lakini mshikaji akawa ni mtu mwenye hasira kulikweli, na walipofika mbele wakawa wamefanikiwa kuiona ile gari, na mshikaji akaamua kuonyesha wanaume wake bwana alikuwa na hasira kulikweli baada ya jamaa kumpiga kibao, na anaamua kwenda kuwaonyesha kwamba yeye ni mtoto wa mjini na haogopi kitu chochote. Na wakati anaenda akawa amefanikiwa kuwaona, lakini alichokiona watu hawa walichokuwa wanafanyiwa hakika ni kitu cha kikatili na cha kinyama kulikweli. Na upande wa pili binti akaamua kumfuata mumewe, lakini alotumwa umeme akarudi na mshumaa. Mshikaji akarudi akiwa yuko mbio kulikweli, na mtu ambaye ana hofu kulikweli mtu aliyotoka kwa kukasirika, lakini amerudi akiwa mpole kulikweli, na wakawa wameingia mikononi mwa washikaji wakaweka kwenye 18, na mshikaji anayefahamika kwa jina la Satibali akawa anawafanyia vitu vya ajabu pale na kuwaonyeshia bunduki na kutaka kuwamaliza kulikweli, na anamaliza mtu mmoja mbele yao ambaye ni dada yao wa damu kabisa. Na kipindi ambacho wanajitetea washikaji wakajikuta wanamuua mtu mmoja, na wakaamua kuanza kutoroka na kukimbia kwa ajili ya kuangalia usalama wao kulikweli, jambo ambalo liliwakasirisha sana washikaji na kuanza kuwakimbiza usiku kucha kulikweli, na wakajaribu kutafuta msaada, na bahati mbaya funguo za gari walikuwa wamepoteza kulikweli, na washikaji wanaambiana bana twende tukawamaliza washikaji, na wanajaribu kutafuta msaada lakini inakuwa ngumu kulikweli, hivyo inawabidi wakimbie chaka tu chaka kwa ajili ya kuangalia maisha yao, na wanapambana kulikweli na wanafanikiwa kumuua mtu mwingine wa pili, lakini kwa bahati mbaya mshikaji wetu naye akawa amejeruhiwa kulikweli. Washikaji wanapandisha morali ile mbaya, na binti yetu kutokana kwamba mshikaji wake alikuwa ameumia anaamua kumwacha mumewe na kwenda kutafuta msaada kulikweli, akiwa ana maumivu na machungu kulikweli, na anafanikiwa kupata msaada kwa polisi mmoja, lakini alipomuelezea polisi huyo akamwambia bana hapa hakuna msaada, inabidi uende katika kituo kingine kwa ajili ya kupata msaada. Binti anatoka anachukua baskeli bwana akawa na kanyaga pedeli kwa ajili ya kwenda kutafuta msaada mwingine, na anafanikiwa kukutana na askari mmoja ambaye aliahidi kumsaidia lakini hakuwa mwema hata kidogo, na akawa anataka kumkabidhisha mikononi mwa wale washikaji, lakini binti yetu anaamua kujitetea na anafanikiwa kumwangusha huyo mshikaji na kumaliza kulikweli, na akapata gari sasa kwa ajili ya kwenda kupata msaada sehemu nyingine kulikweli, na binti yetu akawa ametembea na
kwenda kutafuta msaada sehemu nyingine, na anakutana na waungwana na wanamwambia hakika ukitaka kupata msaada inabidi uonane na mkuu wa kijiji hiki ili apate kukusaidia kweli. Na binti yetu akaamua kwenda moja kwa moja na anafanikiwa kukutana na kiongozi wa kijiji ambaye ni mwanamama huyu, na akawa ameenda kumuelezea shida zake kweli. Lakini kipindi alipomuelezea shida zake, huyu bibi akawa amemind na ukasirika kweli na kuamua kuchukua jukumu la kumfungia mlango kweli, na akawa amemfungia kwa ndani kweli. Binti anashangaa na kutokuelewa nini kinachoendelea, lakini anafanikiwa kuona picha ya mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Pinky, na ni yule mwanadada ambaye aliuawa na wale washikaji. Na binti alipoangalia mazingira anagundua ya kuwa ni moja ya familia hiyo moja ambayo ni ya wale majambazi kweli. Hivyo binti yetu anachoka na kujikuta ameingia katika mtumbwi wa vibwengo kweli, na washikaji wanaingia na huyu ni mama yao, na anawakabidhisha na anamwambia, vijana, kwa nini hamjamaliza kazi? Nendeni mkamalize. Huyu binti ambaye anaonekana anaweza kuwa ni shahidi kweli. Na washikaji wanaingia na kumchukua huyu mwanadada na kuanza kumfanyia vitendo vya ajabu kweli na kuanza kumtesa kweli. Na hii familia ilimuua ndugu yao wa damu kabisa, kwa sababu alitaka kuolewa na mtu ambaye anatoka katika tabaka lingine kweli. Na binti yetu anafanikiwa kutoroka, anafanikiwa kupata ndinga na anaondoka kweli. Lakini anaamua kwenda kumpatia kwanza msaada mumewe ambaye alimuacha kwa ajili ya kwenda kutafuta msaada, lakini alichokiona kilimuumiza kweli. Baada ya kufika hapa anakuta mume wake tayari washamaliza kweli, na anaumia kweli kwa uchungu na anapandisha morali ile mbaya. Ni hatari kweli. Anaamua kwenda kulipiza kisasi, na hakika huyu sio binti mrembo ambaye sisi tunamfahamu. Hakika alikuwa amebadilika roho kweli, anaanza kuua mtu mmoja baada ya mwingine kweli. Hakika huyu ni mwanamke wa shoka kweli, na akawa anaangusha wanaume wenye miraba minne kweli. Na huyu binti anaendelea kupambana kwa ajili ya kulipiza kisasi kweli, na anawapiga chini wanaume wote na kuanza kumaliza mmoja baada ya mwingine, na anakaa chini na kuvuta mpepe kidogo kwa ajili ya kupandisha morali. Na alivyoinuka, hakika alienda kumaliza kazi kweli. Na movie yetu inaisha binti akiwa amemaliza kazi kweli, na akiwa kulipa kisasi cha mumewe kweli. Na movie ndio inaishia hapa, na inaniachia funzo ya kwamba nisiwahi kumchukulia poa mwanamke. Na movie hii inaishia hapa, na kukaribisha mshikaji wangu katika channel yangu mpya. Karibu ulike, usubscribe na ucomment kwa ajili ya kazi za moto kama hizi.